Hii ni Ushindi Msalabani TV, Dar es Salaam, Tanzania. Hawasikii, wana macho lakini hawaoni, hawatazami. Kwa sababu ni kwa sababu wameibiwa ule utu wa ndani wa utashi na uelewa wa kupambanua mambo ambayo Mungu anawaonyesha. Sasa ninapozungumza hivi, ninazungumza na wewe, sizungumzi na mtu ambaye hanisikii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo unayaona katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya rafiki zako. Kwa nini nimewataja hawa watu? Ni kwa sababu katika hawa watu niliowataja, Mungu anahusika kuwalinda kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anawalinda kupitia wewe, na wanapata neema na favor kupitia wewe. Kwa hiyo usipofanya wajibu wa kile ambacho unatakiwa ukifanye, Mungu anapokuonyesha kwa ajili ya rafiki yako, kwa ajili ya ndugu yako, alafu haufanyi wajibu wako, maana yake wewe umeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine unaonyeshwa jambo lililo clear, limenyooka, lakini haujalitambua na namna ya kulishughulikia. Kwa hiyo unabaki ni mtu ambaye unaishi kama kuishi. Haleluya. Na mambo mabaya yatatokea katika familia yako na hali na wewe upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi Mungu ametuweka kwa ajili ya watu wengine. Mungu anasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Sasa mahali fulani anasema mtu mwenye haki mmoja akipatikana kwenye taifa linaweza likapona. Uelewe upana wa Mungu anavyofanya katika kuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapanua mipaka kwa namna ya kuokoa. Wewe ukiokoka ukamwamini Yesu Kristo ndani ya familia yako, umefanyika kuwa msaada kwa familia yako. Hata kama kuna watu ambao hawajamjua Yesu Kristo, manake wewe utafanyika kuwa mlinzi. Haleluya. Utafanyika kuwa mlinzi. Amen. Zidi ya adui anayetaka kuiba nafsi ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zidi ya mtu mmoja ambaye shetani anataka kumvuna, wewe ukisimama kama mlinzi, maana yake Mungu atasimama pamoja na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana kabisa. Amen. Lakini kuna watu ambao wakiokoka wanakuwa wabinafsi. Haleluya. Haleluya. Amen. Usiwe mbinafsi na mafuta aliyokuachilia Mungu. Achilia mafuta kwa mipaka ya watu wengi. Usiwe mbinafsi katika kuomba, panua mipaka, ombea watu wengi. Kuna watu wanaombea tu familia, watoto na mume, wanang'ang'ana eneo hilo, wanazunguka. Lakini Biblia inaniambia hivi, mimi nikipata maumivu kutoka kwa mtu ninayempenda kama Lazaro, maana yake mimi nitatoa machozi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Biblia inaniambia Lazaro alikuwa ni rafiki yake na Yesu Kristo Bwana. Alipokufa Bwana alihuzunika. Biblia inasema alitoa mpaka machozi. Amen. Lakini hawakuzaliwa tumbo moja yule. Kwa nini alipata uchungu? Kwa sababu yule alikuwa ni sehemu ya maisha yake. Na kwa sababu hiyo Mungu anaelewa hicho kitu, kwamba wewe una watu ambao wapo karibu na wewe, ambapo watakapoumia na wewe utaumia, watakapofurahi na wewe utafurahi.